Msikilizaji, hii ni sehemu ya 3. Tunakwenda kujua kipi kitakachoendelea mara baada ya huyu Jeni. Zimebaki siku chache tu aweze kufunga ndoa, lakini kaenda kukutana na mwanamume mwingine. Mwanamume ambaye mara ya kwanza alipomuona alimtamani. Tamaa tunajua ni nyingi sana. Lakini sasa Jeni amejikuta tena amelala na huyu jamaa ambaye anaitwa Tony. Tukumbuke ya kwamba Jeni katika mambo ya mapenzi kajikuta kaingia kwenye mahusiano na aliyekuwa mpenzi wa dada yake. Lakini hivi sasa huyu mtu aliyelala naye tena kabla, yani siku chache kabla ya ndoa yake, ni mpenzi wa wifi yake. Na anasema ameenjoy sana kuliko hata ambavyo hisia ambazo anazisikia akiwa na mwanamume wake ambaye ndo atakiwa kwenda kufunga naye ndoa. Sasa sijui kipi kitakachoendelea, hatujui. Ninaamini kuna kitu ambacho utajifunza pale tutakapokuwa tumefika mwishoni. Langu jina Lucas Lumbas. Basi Jeni anasema nilishtuka usingizini baada ya mlango kugongwa. Niliitika huku najinyosha. Nilipofungua macho, nusura nizimie. Felix alikuwa anaingia chumbani. Akasema kwamba Jeni, nini kinaendelea hapa? Nilidhani umemalizana marafiki zako. Alisema kisha akakatishwa na namna alivyonikuta. Kitanda kiko shagala bagala. Nguo zangu na za mwanaume zimezagaa chini. Aliinama akainua fulana ya Anton na kunitazama kwa mshangao. Maji yalikuwa yakimwagika bafuni. Aisee, nilihisi mwili ukinisisimka kwa hofu. Punde mlango wa bafu ukafunguliwa. Anton akatoka akiwa na taulo akijifuta maji. Sasa jamaa alisema bila kujua kilichotokea, akasema kwamba mpenzi umeniita. Alipomwona Felix alishtuka. Akasema kwamba mbona kuniambia kama mtu wako anakuja? Jamaa alisema huko akichukua suruali aliyokuwa ameiacha karibu na Felix. Felix alikuwa bado haamini macho yake. Alishindwa hata kuongea. Akamvamia Anton. Akamvuta mkufu shingoni na kujaribu kuuchomoa. Anton alifanikiwa kuunyang'anya kabla haujafunguka. Wakaanza kupigana. Sasa jamaa anasema kwamba kumbe ni wewe. Alisema sasa akinitazama kwa chuki isiyojificha. Felix alipoona anazidiwa, alitoka nje kwa hasira na kufunga mlango kwa nje. Nilitetemeka na kulia. Anton naye alikimbilia jikoni akarudi na kisu. Akaniambia tulia Nifa, usiogope niko hapa. Nikamwambia tunafanyaje? Akasema usijali, nitashughulika na yeyote atakayekuja. Hawezi kutudhuru nikiwa hai. Basi alidhani Felix ataenda kuita majambazi au watu wa kumshambulia. Lakini hakuwa hivyo. Mimi nikasema naogopa atakuwa ameenda kuambia polisi kwa sababu ameona chini yako. Anton alipoa. Akaweka kisu chini. Akauliza kwa sauti ya kutetemeka kwamba aliona siku ile. Nikasema ndio, na alinisaidia kuficha ushahidi. Tony akasema sawa, usiogope, hata hivyo hawezi kunifunga bila ushahidi. Labda kama wewe mwenyewe utatoa ushahidi huo. Maamuzi ni yako Nifa. Lakini lolote utakaloamua sitakulaumu. Basi alichukua simu yangu, akaandika namba na kuhifadhi kwa jina la mwanasheria. Kisha akanirudishia. Punde polisi wakafika na kumkamata Anthony kwa madai ya kuvunja na kuhusika na ujambazi. Felix akaniongoza hadi kwenye gari lake. Nilikuwa naogopa kwani hakuwa yule niliyemzoea. Aliuliza kwa utulivu ya kwamba umenisaliti kwa muda gani? Hasa nilishtuka. Nikauliza kwamba nini? Akauliza kwa ukali ya kwamba unataka niongeze sauti ama? Niliogopa nikajibu mara moja tu. Alivuta pumzi akasema sawa. Kama ni kweli usiniogope sasa. Siwezi kukudhuru. Nilimshangaa na bado nizidi kuogopa. Akasema kwamba Jeni, nimekusamehe. Ndoa yetu ipo pale pale. Kilichotokea kishi hapa. Sitamwambia mtu yote. Lakini nataka kitu kimoja tu kutoka kwako. Utakapoitwa mahakamani, toa ushahidi kuwa Anthony ndiye mmiliki wa ile cheni na ndiye aliyekuwa miongoni mwa waliovamia nyumbani kwenu. Anatakiwa kufungwa. Nilimwangalia, hasira na chuki
vilikuwa wazi kwenye uso wake. Nilikuwa sina jinsi. Nikatikisa kichwa kwa sheria kukubali. Akasema vizuri. Alisema kusasa akiwasha gari, safari ikaanza. Alijitahidi kunifanya nijisikie kawaida. Akawa ananiuliza maswala ya maandalizi ya send off, lakini sikuwa na amani. Just imagine mwanaume zimebakia siku chache mwende kwenye ndoa, amekufumania na ushahidi kabisa upo, umenyanduliwa, umebinuliwa vya kutosha, na bado baada ya hapo anaonekana yuko okay na anaendelea kuzungumza masuala ratiba inayoendelea. Unajua nitamani angenipiga au kuniambia maneno makali. Hilo lingekuwa rahisi kuliko huruma ile ya ukimya. Tulifika nyumbani. Kabla sijaingia, alinishika mkono. Akasema ya kwamba hautaniaga leo. Alimaanisha busu nililokuwa nikimpa kila tulipofika nyumbani. Nilimsogelea, akaniandalia shavu, nikambusu kwa kulazimisha. Nilimkosea. Singeweza kukataa. Basi akaniambia kwamba jitahidi kuwa sawa, usisahau ahadi yako, jiandae. Basi nikubali kwa kichwa na kuelekea getini. Nilivuta pumzi, nikajikakamua. Mtoto wa mjomba alinifungulia mlango, nikaingia ndani. Watu walinikaribisha kwa shangwe, mamangu akiwa na furaha tele, lakini mimi moyo wangu ulikuwa unatetemeka ndani kwa ndani. Mama alinisindikiza hadi chumbani. Akaniambia kwamba Jenny, uko sawa kweli? Nikasema niko sawa, mbona ndugu amekuja mapema sana? Mama akasema ni vizuri wanisaidie kuanza maandalizi. Kesho ndugu wa baba yako ataingia, si unajua alivyo tena. Nikasema sawa mama, nataka kupumzika, tafadhali nataka kuwa peke yangu. Mama akasema sawa mwari, pumzika, ukihitaji chochote niambie. Basi niliingia chumbani na kujifunika na mto. Nikalia sana. Nilijua Felix ni mwanaume wa aina yake. Angekuwa mwingine angechukua ushahidi na kunifichua hadharani. Ndoa ingekufa papo hapo. Nipewe nini tena? Sijui ana lengo gani. Nilifuta machozi na kuchukua nguo yangu ya send off. Furaha yote ya awali ilikuwa imepotea. Lakini ikapiga moyo konde. Siwezi kurudi nyuma. Usiku nilijumuika na familia yangu kwenye chakula. Baada ya kula, baba aliniita nje. Akaniambia kwamba mwanangu, siamini kama utaondoka nyumbani mapema hivi. Nilisema tu jamani baba. Baba alipogundua sina furaha, alibadili mada, akasema kwamba kuna jambo Felix kaniambia kuhusu wale majambazi. Nishtuka nikauliza jambo gani? Baba akasema, anasema kuwa usiku ule ulimuona mmoja wao na unaweza kumtambua. Basi sikujibu, ni nyamaza kimya tu. Baba akasema kwamba basi kituo cha polisi wamenipigia, wanasema mmoja wa wale majambazi amekamatwa. Ushahidi wako ni muhimu. Mwanangu, tafadhali sana, najua hupendi yale mazingira lakini nakutegemea sana. Nikasema sawa baba. Basi niliingia chumbani ikiwa mnyonge. Mawazo yakawa mengi, nilia sana. Mama alinifuata. Akaniambia, Jenny, najua hauko sawa. We bado ni mtoto wangu hata ukiwa mke wa mtu. Najua dada yako ndiye ulikuwa ukimueleza kila kitu. Leo niambie mimi, sitakuhukumu. Nililia sana. Mama alisubiri uchungu uishe. Kisha nikamuelezea kila kitu. Kwanza mama kusikia nimefumaniwa alishtuka sana. Lakini kwa sababu aliniahidi, hakuonyesha kupaniki. Alinikumbatia akijizuia kulia. Nikasema mama, nitafanyaje? Mama akasema tulia mwanangu. Kama kweli unampenda na unaona utajutia akifungwa, fikiria upya. Nikasema kwamba mama, mimi sina namna. Nikikataa kutoa ushahidi, Felix atagairi ndoa. Familia yake watahitaji mahari yao. Itakuwaje sasa wakichukua nyumba yetu? Naogopa mama. Mama akasema hakuna ndoa hapo mwanangu. Mwanaume hawezi kukusamea hivi hivi. Atakulipizia. Hiyo ndoa itakuwa ndoano. Nikamwambia mama, ni bora tu niolewe kwenye ndoano ili ninyi msiumie, nyumba isichukuliwe. Mama akasema mwanangu, acha kufikiria kwa ajili yetu. Acha kabisa. Yaani usiumize kichwa kabisa kufikiria kwa ajili yetu. Maisha ni yako. Kama mwanamke angalia upande wa pili. Felix sio malaika. Ametulia sana. Huoni hiyo ni hatari zaidi? Niliona alichokisema mama kilikuwa kweli. Maneno yake alinipa mwanga.
Nikatafuta ile namba ya mwanasheria aliyoweka Anthony. Nikatuma ujumbe kumweleza aliyotokea. Baada ya nusu saa hivi, namba mpya ilipiga. Mwanaume alijitambulisha kama mwanasheria. Nilimweleza kesi ya Anthony bila kujitaja kama shahidi. Aliniomba sana nisaidie kumpata shahidi. Nilimuuliza kwamba kwa nini unahitaji shahidi? Akajibu ya kwamba anaweza kumsaidia Anthony asifungwe. Maneno yake yalinitafuna sana kichwani. Basi asubuhi maandalizi yaliendelea kama kawaida, lakini mama aliendelea kunisii nibadili maamuzi kabla sijachelewa. Alipoona nazidi kudhoofu, akanipeleka hospitali. Felix aliposikia akaja kuniangalia. Lakini mazungumzo yake yote yalizungumza kumhusu Anthony. Alitaka ahukumiwe haraka ili ndoa ifungwe kwa amani. Sijui aliongea nini na mama. Nilipotoka hospitali, nikaambiwa send-off yangu imesogezwa mbele kutokana na afya yangu. Asa nikamuuliza mama kwa mshangao, mama, kwa nini sasa umefanya hivi? Mama alijibu ya kwamba tafakari vizuri Jenny. Nataka mmalizane na hii kesi ndipo ufanye maamuzi ukiwa na amani. Nimefanya kwa ajili yako mwanangu. Nikasema sawa mama. Basi siku ya kesi ilifika. Felix alinifuata mapema sana ili twende mahakamani. Mama naye alilazimisha kunisindikiza. Tulisafiri pamoja ndani ya gari tukiwa wanne. Felix akiwa dereva, mimi pembeni yake, huku baba na mama yangu wakiwa wamekaa nyuma. Kati yetu wote ni baba peke yake ambaye hakuwa anajua undani wa kesi hiyo. Tulipofika mahakamani, tulishuka kwenye gari. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza katika maisha kufika mahakamani. Baba na mama walitangulia mbele, nikabaki nyuma kidogo na Felix. Alikuwa akinikumbusha mambo ya kuzungumza, akionekana kuchangamka na kutia moyo huku akiniambia nisiwe na wasiwasi. Maelezo yake yalionyesha wazi kuwa nia yake ilikuwa ni kuhakikisha Anthony anakutwa na hatia. Asa Felix alikuwa tayari ameshazungumza mwanasheria wa baba yake. Walikutana na akamtambulisha kwa baba yangu. Nilimwacha akiendelea kuzungumza nao. Nikamwomba Felix ruhusa niende msalani. Akanielekeza. Nilipiga hatua chache kuelekea msalani, lakini kabla sijaingia ndani, nilishtuka kumuona Sonia akiwa pembeni ya jengo, akiwasiliana kwa simu. Wasiwasi ulinitanda. Hofu ikaniingia nisijue itakuwaje akimuona Anthony na kumtambua kuwa ndiye Gonzalo wake. Lakini nikajikaza. Niliamini hajui kinachoendelea kuhusu uhusiano wangu na Anthony. Niliamini kabisa hata kigundua ni Gonzalo, angekuja kuniomba nimtetee. Kumbe nilikuwa naota tu. Asa Sonia aliponiona, sura yake ilibadilika kabisa kwa ghadhabu. Akanisogelea kwa hasira na kunipiga kofi zito usoni. Nilishangaa sana. Akasema kwamba Sonia alisema ya kwamba kumbe mama alikuwa sahihi Jenny, Wewe ni kahaba. Siwezi kuamini kama ulinifanyia vile. Tena nyumbani kwangu huna hata aibu. Yaani utaadhibika kwa mabaya yako yote. Kumbe yani aliniacha kwa sababu yako. Kumbe mlijuana. Sonia alifoka kwa sauti ya juu, macho akiwa mekundu kwa hasira. Maneno yake yalikuwa ni mazito. Yaliniumiza. Niliona kabisa kwamba hata ningejaribu kujieleza katu asingeweza kunielewa. Nikamwambia kwa sauti ya upole huku machozi yakinitoka kwamba samani Sonia, najua ulikuwa rafiki mzuri sana kwangu. Kikweli halikuwa lengo langu kuumiza. Basi nilimwomba msamaha kwa unyenyekevu huku machozi yakiendelea kunitiririka. Akanitazama kwa muda kisha akasema ya kwamba kama kweli hutaki kuwa adui katika maisha yangu, jirekebishe. Una nafasi moja ya kuonyesha kwamba unajutia makosa yako. Nataka uhakikishe Gonzalo anafungwa. Sonia alisisitiza hivyo. Tena alisisitiza ni kwa msisitizo mkubwa kiasi cha kunitia hofu. Aise, asa nikajiuliza kwa mshangao, hivi ule upendo aliokuwa nao kwa Gonzalo umeenda wapi? Au sasa umegeuka kuwa chuki kali kiasi hiki? Basi maneno ya mama yakanijia akilini kwamba Felix hawezi kunisamehe na kwamba ananitia moyo tu ili nimsaidie kumwangusha Anthony mahakamani. Akishafungwa na mimi nitakuwa nimetupwa pembeni, biashara inaishia hapo. Asa akili yangu ikarejea kwenye mstari. Nikachukua simu haraka na kumpigia mwanasheria wa Anthony. Nikasema ya kwamba shahidi unayemtaka nimempata.
Mwanasheria akasema, vizuri, niambie nitawezaje kuzungumza naye? Nikasema, wewe sema tu anachotakiwa kufanya, anakusikiliza. Sasa mwanasheria akasema, nawezaje kukuamini? Usije ukawa unanirekodi. Nikasema, hapana, ni mimi mwenyewe. Niambie nifanyeje kumsaidia. Basi akanielekeza kwa haraka kuhusu cha kusema. Nikamuelewa vizuri. Baada ya hapo nilirudi kwa wazazi wangu. Muda wa kesi ulipoadia, tuliingia mahakamani. Woga ulikuwa mwingi sana ndani yangu. Tulielekezwa sehemu ya kukaa mashahidi. Kilichonishtua zaidi ni kwamba Sonia pia alikuwa amekaa pale kama shahidi. Hilo lizidi kuniweka wazi kuwa Felix alikuwa amedhamiria, na nilikuwa na uhakika kuwa hata wazazi wake alikuwa amewaeleza ujinga wangu. Mapigo ya moyo wangu yalizidi kasi nilipomwona Anthony. Alikuwa amevaa mavazi ya watuhumiwa na pingu mkononi. Nilipomtazama Felix, alionekana mwenye shauku kubwa na uhakika wa kushinda jambo lake. Tuliamriwa kusimama wakati hakimu akiingia. Kesi ikaanza kusomwa na shahidi wa kwanza akapanda kizimbani. Alikuwa ni Felix. Aliapishwa kisha akaanza kueleza, huku mwanasheria wao akimuuliza maswali. Basi Felix alieleza ya kwamba baada ya kupata taarifa kwamba mchumba wangu amevamiwa nyumbani kwao, nilienda haraka na nilikuta polisi wakiwa pale. Mchumba wangu alikuwa na cheni ambayo alisema ni ya mmoja wa majambazi, lakini mtu huyo alimsaidia. Tukakubaliana kunyamaza. Mwanasheria alihoji ya kwamba ina maana hukujua kwa uhakika? Hukumuona? Inawezekana mchumba wako alikudanganya. Felix akajibu ya kwamba namwamini mchumba wangu, ndio maana nilimsaidia kwa sababu huyo mhalifu alijitetea kwamba ilikuwa mara ya kwanza na alilazimishwa, nikamwamini mchumba wangu. Lakini baada ya hapo alinipa taarifa kuwa amemuona tena na kwamba alitaka kumtapeli dada yangu. Nikafanya mpango wa kumkamata. Nilimtazama Felix lakini sikuweza kumaliza kumwangalia. Alikuwa akimkodolea macho Anthony. Felix alishuka kizimbani na kupanda shahidi namba 2 ambaye ni Sonia. Yeye naye alitoa shahidi wake kwa maumivu na uchungu mwingi. Akasema ya kwamba nikutana na Anthony chuoni. Alijitambulisha kwangu kama Gonzalo. Tukaanza mahusiano. Alikuwa ananieleza kuhusu biashara zake na alinishinikiza nimpe pesa nyingi. Nilipomuonyesha Jane picha za Gonzalo, alinieleza kwamba huyo kijana ni tapeli. Mimi sikumsikiliza, lakini baadaye tulibaini kuwa alitaka kunitapeli. Sonia alizungumza hivyo. Baada ya Sonia, wa mwisho nilikuwa mimi. Nilipoitwa, mapigo ya moyo yalikuwa juu. Natetemeka. Nikajua sasa muda umefika wa kuamua hatima ya Anthony. Ukumbi wa mahakama ulikuwa upo kimya. Jua la asubuhi lilipenya kupitia madirisha marefu, likiangazia kizimba nilichokuwa nimesimama. Hakimu aliniangalia kwa makini. Naye karani wa mahakama akasogeza Biblia mbele yangu. Nilinyoosha mkono wa kulia juu, kisha nikashika Biblia kwa mkono wa kushoto. Sauti yangu ilikuwa inatetemeka, lakini moyo wangu ulikuwa umejaa uthabiti. Nikasema ya kwamba naapa kusema kweli, ukweli mtupu na wala si kitu kingine ila ukweli. Baada ya hapo, nikaanza kwa kusema ya kwamba samahani mheshimiwa hakimu, kwanza kabisa naomba nitumie fursa hii kumuomba msamaha Felix. Najua nitakachokisema leo kinaweza kuumiza moyo wake, lakini lazima niseme ukweli. Naomba nisamehe kwa kumsaliti, lakini siwezi kuficha tena. Wakili wa upande wa mashtaka ambaye alikuwa ni wakili wa Anthony alinyanyuka, akasogea karibu, akichukua daftari lake. Akasema ya kwamba Bi Jenny, ni kweli ulimshuhudia Anthony siku ya tukio? Kwa sauti ya utulivu nikajibu ndio, Anthony alikuwepo siku hiyo. Nikauliza kwamba ulikuwa umewahi kukutana naye kabla ya tukio hilo? Nikajibu ndio, kwa kweli Anthony si mgeni kwangu. Tulikutana kwa mara ya kwanza chuo kikuu. Wakati huo Felix akiwa masomoni da. Tulikuwa wapenzi kwa muda mfupi, lakini tulipoteana baada ya yeye kumaliza chuo. Wakili alisikiliza kwa makini. Kisha akauliza kwamba unaweza kueleza kilichotokea siku ya tukio? Nikasema kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku muhimu sana maishani mwangu. Ilikuwa ni siku niliyovishwa pete na Felix. Anthony alikuja ghafla baada ya kusikia kupitia kwa watu kwamba naolewa. Alikuja kuniona, lakini kabla hata tujaongea vizuri
tukavamiwa na majambazi waliokuwa na silaha. Basi ukumbi ulitikisika kwa mshangao mdogo. Mimi niliendelea kuzungumza nikasema kwamba wakati vijana wale walipotaka kunidhuru, Anton alisimama mbele yangu kama ngao. Alipambana nao kwa kadri ya uwezo wake. Hata walipotishia kutaka kumdhuru, hakukimbia, alinilinda. Baada ya purukushani hiyo, niliogopa kusema ukweli. Nilikuwa nimeshikwa na butwaa, nikashindwa kueleza kile kilichotokea, na hasa ndio maana nilidanganya. Wakili akaendelea kwa maswali ya kwamba kwa hiyo unamaanisha Anton hakuwa miongoni mwa majambazi? Nikajibu ndio, Anton hakuwa jambazi, alikuwepo pale kama mpenzi wangu wa zamani, si kama mshiriki wa uhalifu. Basi Felix aliyekuwa kwenye upande wa kulia wa ukumbi alishtuka. Akasimama kwa ghadhabu. Askari wa mahakama walimsii akae. Wakili wa Anton alienda kukaa, akapewa nafasi wakili wa Felix. Akaniuliza kwamba lakini uliwahi kumwambia Sonia kuwa Anton ni tapeli, kwa nini? Nilisita kwa sekunde kadhaa. Kisha nikasema kwa sauti ya wazi kwamba nilisema hivyo kwa sababu nilikuwa na wivu. Sikupenda kuona Anton akifanya kazi karibu na Sonia. Nilihisi bado na hisia naye, na kwa kweli nilikuwa siko tayari kukubali hayo. Nilimshawishi Anton arudishe zile pesa, na Sonia nikamwambia ni tapeli, lakini yote yalitokana na hisia, si ukweli. Nikauliza kwamba unadhani kwa nini Anton alijiita Gonzalo? Nijibu kwa sauti ya unyonge ya kwamba marafiki zake wanamuita hivyo. Hakuwa akijificha kwa nia mbaya. Basi wakati huu wakili wa Anton alisimama kwa utulivu. Akaomba kutoa ufafanuzi. Akasema, Mheshimiwa Hakimu, mteja wangu alitegewa mtego. Tukio zima lilitengenezwa kwa hasira ya Felix baada ya kumfumania mpenzi wake na Anton. Hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja kwamba Anton alihusika na uhalifu. Cheni iliyopatikana haiwezi kumaanisha alikuwa mhalifu, na hakuna shahidi yeyote aliyeweza kuthibitisha kwamba alifanya kosa lolote. Huyu kijana alijitoa muhanga kuokoa maisha ya msichana aliyempenda, lakini akaishia kukamatwa. Felix kwa hasira akasema kwamba huyo msichana anadanganya, anababaika. Anton ni jambazi mkubwa. Hakimu aligonga nyundo yake mezani akasema, utulivu tafadhali. Felix, kama huwezi kuendelea kwa utulivu, askari watakutoa nje. Basi alipoendelea kubisha, askari wawili wakamtoa nje. Ukumbi ukatulia. Hakimu aliandika kitu kwa makini. Kisha akainua uso wake akasema kwamba baada ya kupitia ushahidi wa mashahidi wote, maelezo ya mlalamikaji na ushahidi wa utetezi wa Jenny, mahakama imejiridhisha kwamba mshtakiwa Anton hakuhusika katika uhalifu uliotajwa. Na ushahidi umeonyesha kuwa alijitokeza katika eneo la tukio kama raia wa kawaida na alichukua hatua ya kuokoa maisha ya Jenny. Kwa hiyo mahakama inamtangaza Anton kuwa hana hatia. Anapaswa kuachiwa huru mara moja. Basi ukumbi wa mahakama ulilipuka kwa sauti ya mshangao. Anton alitabasamu kwa mara ya kwanza. Mimi nilihisi pumzi ya uhai imenirudia. Mamangu alinishika na kuniambia kwamba umeonyesha ujasiri wa kweli mwanangu. Basi tulipotoka nje, Sonia na Felix walikuwa wakinisubiri kwa hasira. Sasa Sonia akasema kwamba Jenny, umefanya kosa kubwa sana kwenye maisha yako. Umechagua upande mbaya mno. Nilimtazama bila hofu nikajibu ya kwamba najua nilichokifanya. Anton ni mtu muhimu kwangu kuliko hata ndoa ambayo ingejaa uongo. Felix akasema ya kwamba sawa, tutaona hiyo shauku yako itadumu kwa muda gani. Felix alisema kama mtu mwenye mpango mwingine. Alinisogelea na kusema kwa sauti ya tishio ya kwamba huu sio mwisho Jenny. Huyu jambazi wako atafanya kosa tu, na safari hiyo hautaweza kumtetea. Niliguna tu nikasema kwa sauti ya utulivu ya kwamba kwa heri Felix. Baba yangu hakutaka hata kunitazama. Hakusema chochote. Aliondoka na kuniacha. Ni mama pekee alikuwa upande wangu. Felix na mdogo wake waliondoka na mwanasheria wao. Tulipokuwa tukiondoka, nilipokea ujumbe kutoka kwa Anthony. Alisema ya kwamba nimekosa maneno ya kusema. Natamani kuonana na wewe ndipo nitaweza kusema hayo yote.
Nikajibu ya kwamba nipe muda kwanza. Basi muda huu nilikuwa nimekaa mgawani na dada yangu Miriam na kaka yetu Michael. Michael hakunielewa. Lakini Miriam alisema ya kwamba pole mdogo wangu, nilijua hili litatokea ingawa limechelewa. Lakini kwa mara ya kwanza umefanya maamuzi sahihi. Basi baada ya hapo, taarifa rasmi ya kuhairishwa kwa harusi ilitolewa na Felix mwenyewe. Simu zilianza kuita mfululizo. Dada Miriam alinishawishi nikakae kwake, lakini hata huko sikuona kama nitapata amani. Sasa nilipofika nyumbani nilikuta kikao kinanisubiri. Ndugu waliokuwa wananisifia waligeuka na kuwa mahakimu, mashangazi na wajomba, kila mtu alikuwa na la kusema. Baba hakuniangalia usoni hata mara moja. Alisema kwa ukali ya kwamba umeniaibisha sana, sitaki kukuona nyumbani kwangu. Basi mimi sikuweza kuvumilia, nilikimbilia chumbani kwenda kukusanya vitu vyangu kimya kimya. Nilipokuwa natoka usiku ule, mama alinifuata kaniambia kwamba nitakuwa upande wako daima. Usiogope mwanangu. Ukweli hujenga hata kama huwezi kuuona leo. Basi nilimkumbatia nikijua safari yangu ya kweli ilikuwa imeanza. Mama alinisindikiza mpaka kwa kaka Michael. Alipotaka kuniaga, akaniuliza swali ambalo sikulitegemea hata kidogo. Akaniuliza kwamba umewasiliana na Anthony? Nilishusha pumzi ndefu, nikimtazama kwa huzuni. Nikasema kwamba mama, nimepoteza bahati kwa Felix. Anthony si mwanaume ambaye anaweza kunioa. Nilichofanya kilitokana na upendo. Nilimpenda, nilijua siwezi kuishi maisha ya ndoa na Felix nikiwa na majuto. Basi mama alinisogelea, akaniangalia kwa jicho la huruma lililofichwa ndani ya upole wake wa kawaida. Mama akasema, mapenzi yana nguvu sana mwanangu. Ngoja nikupe story yangu. Mama alisema hivyo, nilikaa vizuri, nikafungua masikio. Alianza kunisimulia namna alivyokutana baba. Mama anasema ya kwamba hivi unajua kwa nini niko upande wako hata kama umekosea? Nikauliza kwa nini mama? Mama akasema kwa sababu nakuelewa. Unanikumbusha ujana wangu. Hata mimi sikuwa binti mzuri sana, hasa kwa sababu ya marafiki niliokuwa nao. Siku moja, mimi na rafiki zangu tulipanga kwenda kumsuta binti mmoja aliyekuwa amemchukua mpenzi wa rafiki yetu. Tulipewa taarifa kwamba yuko kwenye semina kanisani. Hatukujali hata baada ya kujua yuko kwenye nyumba ya ibada. Tukaamua kwenda kumvamia huko. Tulipofika tukajichanganya kwenye kundi la vijana kanisani huku tukimtafuta yule binti. Mahubiri yaliendelea. Aliyekuwa anahubiri alikuwa ni babu yako. Pembeni yake alikuwa kijana wake na vijana wengine. Baadaye waliinuka kuimba kwaya na miongoni mwao alikuwa yule binti tuliyemfuata. Mimi nilikuwa ni mkorofi sana Jeni. Sikujali kabisa. Nilichukua kiatu cha mshirika mmoja nikakirusha mbele kwa hasira, nikiwa na lengo la kumpiga yule binti. Kwa bahati mbaya kiatu kile kilimponda baba yako kwenye paji la uso. Alijeruhiwa, damu zilitoka. Nilishindwa kujizuia kucheka. Sasa nilitaka kukimbia, lakini miguu ikakataa kushirikiana. Wakanikamata na kunipeleka kwenye ofisi ya mchungaji. Babu yako akiwa na hekima ya kipekee alinituliza, alinikutanisha na kijana wake ambaye ndiye baba yako. Nikamwomba radhi na mchungaji akaniongoza sala ya toba. Kuanzia siku hiyo nikaanza kuhudhuria kanisani na baba yako akawa rafiki yangu. Mama alipozungumza hivyo nilimtazama. Nikasema ya kwamba jamani mama, sikujua wazazi wangu mnayo historia ya mapenzi aina hii. Mama akasema, mahusiano yetu hayakuwa rahisi mwanangu. Wengi walitupinga kwa sababu ya historia yangu, lakini mapenzi yetu yalishinda vikwazo vyote. Nilibadilika kwa sababu nilimpenda sana baba yako. Mpaka leo mimi ni mke ninayeheshimika kwa sababu nilijifunza, nikajitengeneza na nikapigania penzi langu. Mwanangu, Felix hakuwa wako. Usimkatie tamaa Anthony. Najua si kijana wa kawaida, lakini anaweza kubadilika kwa sababu yako. Nilimkumbatia kwa nguvu mama. Baada ya hapo nikajiandaa kumtafuta Anthony. Mama airudi nyumbani huku akinitakia heri ya mwanzo mpya. Kaka hakupenda niwe kwake, lakini hakunifukuza. Nilijiongeza tu. Basi bwana.
Kesho yake nilimuaga wifi yangu na kuanza safari ya kwenda kwa Anthony. Alinipokea kituo cha basi huku moyoni nikijawa na hisia mchanganyiko. Hata hivyo ilibidi nianze kuzoea. Anthony hakuwa na gari. Alinifuata na pikipiki ya rafiki yake. Nilifika chumbani kwake, chumba kimoja chenye kitanda, meza, kompyuta na redio. Lilikuwa ghetto la msela kweli kweli, lakini alijitahidi. Alinipokea kwa furaha, tukaanza maisha yetu. Baadaye tulihama pale alipokuwa anaishi mwanzo. Wakati huo nilikuwa nikiendelea na chuo. Yeye alikuwa akitafuta riziki. Anthony alikuwa ni mkali kwenye IT. Alikuwa ni fundi wa kompyuta na mtaalamu wa kutengeneza program. Alikuwa akiwafundisha wanafunzi wa chuoni jinsi ya kutumia teknolojia ya kisasa. Maisha yetu hayakuwa kifahari, lakini yalikuwa ya furaha. Tulijenga maisha yetu kwa hatua ndogo ndogo. Tulinunua sofa moja, vyombo na jiko la gesi. Maisha yetu hayakuwa kifahari, lakini hayakuwa magumu kabisa. Tulikula vizuri. Mara kwa mara Anthony alinipeleka kupata chakula cha jioni kwenye hoteli nzuri. Tukazunguka sehemu nzuri tukifurahia maisha. Lakini nilikuwa makini kumuomba aache kabisa kuhusika na utapeli au shughuli haramu. Mara nyingi nilimuonya, nikasema endapo ukiingia kwenye matatizo, sitaweza kukuokoa tena. Anthony alijitahidi sana kubadilika. Lakini mambo yalianza kubadilika baada ya laptop yake ya kazi kuibiwa. Ile laptop ndio ilikuwa tegemeo lake. Tangu siku ile Anthony alibadilika. Alianza kuwa mkali, anarudi usiku akiwa amelewa, ananitukana bila sababu. Upendo ule ulianza kufifia na hofu ikaanza kuchukua nafasi. Siku moja kaka yangu alikuja chuo kunisalimia. Mama alikuwa amemtuma anichunguze. Nilikuwa likizo, lakini sikutaka kurudi nyumbani. Kaka aliona maisha magumu niliyokuwa nayo. Akaniachia kiasi cha pesa kwa huruma. Siku hiyo nilitumia pesa hiyo kulipa kodi ya chumba na nikapika chakula kizuri kwa ajili ya Anthony. Nilijua atafurahi, lakini nilikosea. Aliporudi usiku, nilimkaribisha kwa furaha, lakini yeye hakuonekana kuwa sawa. Nikauliza kwamba kipenzi, uko sawa kweli? Akaniambia kwamba Nifa, unaweza kuniambia kwa nini umelipa kodi bila kuniambia? Na hiyo pesa umetoa wapi? Nikasema, mpenzi wangu, hasira za nini? Hebu kaa kwanza nikwambie. Basi nilimshika na kumkalisha kwenye sofa. Nikamwambia kwamba nimefanya kwa nia nzuri kabisa. Kakaangu alikuja, akaniachia pesa matumizi. Nitaka nikusaidie tu mpenzi wangu, na pia nimekupikia chakula kitamu sana leo. Alinitazama kwa macho makali. Ghafla akabinua ile meza, chakula chote kamwagika chini. Akasema kwamba nani kakuomba msaada? Hivi ulidhani mimi siwezi kulipa kodi? Hivi unanichukuliaje wewe? Kwa hiyo yani unateseka sana mpaka unaomba msaada kwa ndugu zako ili wanione mimi siwezi kukutunza, si ndio? Hivi unajua hiyo ni dharau kiasi gani? Leo ni kodi. Kesho asipokulipia ada, si utadanga wewe? Alizungumza kwa hasira na dharau kubwa. Nilishindwa kuzuia hasira zangu, nikampiga kofi. Alikamata mikono yangu, akanibananisha ukutani. Alitaka kunipiga akasita. Nilikuwa nalia kwa uchungu. Nilihisi ndani yangu nimevunjika vipande. Kwa hasira Anthony akasema kwamba kama huwezi kukubali hali tulionayo, rudi kwenu Nifa. Alisema baada ya kuniachia. Akachukua viatu, akakaa kitandani, akavaa ili atoke. Nilimfuata nikapiga magoti nikasema, hapana Tony, naomba unisamehe sana. Sijafanya hivi ili nikudhalilishe, bali ni kwa mapenzi. Kwa nini unahisi nimeomba hiyo pesa? Tony, najua una hali ngumu, lakini mimi siwezi kuondoka kwa sababu hiyo. Mimi siwezi kukuacha. Kama unafanya haya ili niondoke, fahamu kabisa kwamba sitaondoka. Sijui nifanye nini tena ili ujue kuwa na kuelewa. Maneno yangu ni kama hayakuwa na maana. Hakusema kitu. Aliendelea kufunga kamba za viatu vyake. Nilinyanyuka nikimwambia kwamba mama alinidanganya aliposema mapenzi yana nguvu. Nimefanya kila kitu, lakini sasa naona mapenzi peke yake hayatoshi kabisa. Naomba niambie tu kama unitaki kuliko kutafuta sababu. Nastahili kuumizwa, lakini sio na wewe. Ina maana uone juhudi zangu? Vipi kuhusu ule upendo niliowanyima wengi kwa ajili yako? Kama huo nao si chochote kwako, basi ni bora niondoke. Msikilizaji, nikuja juu. Nikawa nalia huku naanza kupakia nguo zangu kwenye begi. Anthony alinifuata na kunikumbatia akasema kwamba nisamehe Nifa wangu. Unajua siwezi kuishi bila wewe. Naumia kwa sababu nimeshindwa kukupa furaha unayostahili. Naomba nivumilie na kuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Na unajua nakupenda sana.
Basi aliponibembeleza hivyo, hasira zote ziliyeyuka. Yaani kama kuna mtu alikuwa na ushauri wake, akaenda nao kwa Tony. Huyu mtu akiniambia maneno kama hayo, huwa nasahau kila kitu. So baada ya kukumbatiana kwa muda mrefu, tulianza kusafisha nyumba pamoja, tena tukicheka. Yaani kama ungetuona usingeamini kama tumetoka kugombana muda si mrefu. Tulipomaliza kusafisha, nikapakua chakula kilichokuwa kimebaki kidogo kwenye sufuria, tukala pamoja kisha tukanywa na juice. Nilikuwa nimedownload movie nzuri, tukaa tunaangalia huku amenikumbatia. Pamoja na mambo yote, nilikuwa nampenda sana Tony. Akitulia tu hivi na kunikumbatia, basi naridhika na kusahau shida zetu. Kwa hiyo maisha yaliendelea. Siku moja nilipotoka chuoni, nilimkuta Tony nyumbani. Nilipoingia ndani, alinikumbatia kwa furaha sana. Akanipa mfuko wa zawadi. Nilishangaa kwa sababu haikuwa siku yangu ya kuzaliwa. Nikauliza kwamba Tony, kuna nini? Akasema, nifahangu, unakumbuka nilikwambia kuwa kuna mchongo na usikilizia? Nikasema ndio, imekwaje sasa? Akasema mchongo wenyewe umetiki leo. Nikasema wow, Tony wangu, umepata kazi. Oh, Mungu ni mwema. Tony akasema ndio kipenzi changu. Najua nilikuwa mkali kwako, lakini sio kwa sababu nilikuchoka, hapana. Nilikuwa naumia tu kukuona ukiteseka. Nikamwambia kwamba hapana, usiseme hivyo mpenzi wangu. Akasema kwamba unajua mimi niliogopa kuibiwa. Unajua ni mzuri sana, lakini sasa nimepata kazi. Nitakutunza na mambo yakaa vizuri, tutaoana. Basi machozi yalinitoka. Nikaenda kumkumbatia na kumwambia kwamba nikiwa na wewe hivi, huwa nasahau matatizo yote niliyopitia. Hata sijawahi kuteseka, nilikuwa tu najaribu haya maisha mapya. Unajua naweza kuishi popote na wewe. Kuona kuombea mafanikio kwa sababu naamini ni kazi halali. Akasema haya, nenda kubadilisha nguo sasa, nataka nikutoe out. Basi kwenye ule mfuko alikuwa amenunulia gauni nzuri sana. Baada ya kujiandaa, tulitoka na kwenda sehemu nzuri. Tukaagiza vinywaji. Anthony alianza kuniambia kuhusu kazi yake mpya. Alipata kazi kwenye ofisi nzuri tu na atakuwa ni mmoja wa walimu kwenye chuo binafsi kinachotoa mafunzo ya teknolojia. Anthony alielezea kwa furaha sana. Nami nikaanza kupata matumaini mapya ya maisha. Kwa pamoja tuliweka mipango mingi sana. Aliniahidi kwamba nikimaliza chuo tutaoana, halafu atanifungulia duka la stationery. Atajenga nyumba kwa ajili yetu na watoto tutakawapata. Tulikuwa na furaha sana. Sasa tuliporudi nyumbani usiku, tulikutana na askari nje ya nyumba. Nilishtuka. Nikamtazama Anthony. Niliona hofu machoni mwake. Nikakata tamaa kwa sababu nilijua tu lazima atakuwa amefanya tukio la kihalifu. Anthony alipoona polisi, aligeuka kuniangalia na kusema kwa sauti ya upole iliyojaa wasiwasi kwamba mpenzi, naomba uniamini, sijafanya chochote. Tangu uliponiomba niache, niliacha kabisa. Naomba uniamini tafadhali. Basi mimi sikuweza hata kujibu. Nilimkumbatia kwa nguvu huku machozi yakiendelea kunitoka. Nikasema sitaki kukuona unakamatwa. Tafadhali sana Anthony, ongea nao, waambie ukweli, hauhusiki na chochote. Akanishika kwa mikono miwili, macho yake akiwa yamejaa maumivu. Akaniambia kwamba tulia mpenzi, hapa hatuwezi kuelewana nao. Nitaongozana nao kwenda kutoa maelezo kisha nitarudi. Usijali kabisa, wewe mpigie tu mwanasheria na idi nitakuwa sawa. Na tutakuwa pamoja tena. Nitatimiza ahadi zote nilizokupatia, sawa mama? Basi akavua cheni aliyokuwa amevaa, akanivalisha shingoni. Nilihisi kama ananipa ujumbe wa mwisho. Polisi walimchukua na kumuingiza kwenye gari. Nilihisi mwili wangu kuishiwa nguvu. Macho yalikuwa mazito kwa huzuni na hofu. Nilipojaribu kupiga hatua, nilihisi kizunguzungu kikali. Nikadondoka pale pale. Nilipozinduka, nilijikuta nipo hospitali. Pembeni yangu alikuwepo mama mwenye nyumba, sura yake ikiwa imejaa huruma. Aliniambia kwa sauti ya upole ya kwamba Nifa, umetuogopesha sana mwanangu, pole sana. Basi nilipokumbuka kilichotokea, nilinyanyuka kitandani kwa haraka. Nikakaa. Nikauliza simu yangu iko wapi? Nikaambiwa anayo Salim hayupo nyumbani. Nikasema sawa, twende nyumbani. Nilisema sasa nikichomoa drip mkononi. Alinisia akasema kwamba hapana Nifa, wewe ni mgonjwa, hebu tulia tumsubiri daktari. Nikasema mama, mimi siumwi, nataka nikamuone Tony wangu.
Yule mama akasema sawa, lakini ungesubiri hata majibu tu tukajua hali yako. Kamjibu ya kwamba asante mama, naelewa sana na asante kwa kujali, lakini kwa sasa afya yangu sio muhimu. Tony ni kila kitu kwangu. Basi nilipotoka nje nikakumbuka sina pochi wala simu. Nikarudi kwa mama mwenye nyumba, nikamwomba niazime hela. Nilipoona na sita, nikamsaidia kufungua pindo la kitenge chake na kuchukua 1500. Yaani sikuwa mimi yule. Akili yangu ilikuwa imevurugwa. Yule mama alibaki anashangaa tu. Nikasimamisha bodaboda na kumwelekeza anifikishe kituo cha polisi. Lakini nilipofika waliniambia hawana taarifa yoyote ya kukamatwa kwa Anthony. Nilichanganyikiwa zaidi. Nikarejea nyumbani kwa haraka. Nikamfuata Salma. Aliponipa simu nikamuuliza Salma kuna kituo kingine cha polisi maeneo haya. Akaniambia kwamba Nifa, issue ya Anthony inaonekana ni kubwa sana. Wale askari wanatoka makao makuu. Maneno yake yalinifanya nihisi baridi kali moyoni. Nikamtafuta mwanasheria kwa simu, lakini namba yake haikupatikana. Nikabadilisha nguo, nikavaa suruali na t-shirt, kisha nikampigia bodaboda mwingine. Tukakimbilia kituo kikuu cha polisi mjini. Kilichonishtua zaidi ni kumuona Felix akiwa pale. Nilimfuata kwa hasira, nikamuuliza kwamba kumbe ni wewe. Hivi ni lini utatuacha na maisha yetu? Akatabasamu kwa dharau. Akasema kwamba nilikwambia nitaacha siku nitakapohakikisha huyu mhalifu wako anatumikia kifungo gerezani. Asa kwa hasira nikasema, Felix, unataka nini? Felix akasema kwamba nilikwambia nitakufanya ujute kwa sababu ya kuniacha. Nikamwambia kwa hiyo umemsingizia nini Anthony? Felix akasema, Jenny, usijifanye ujui. Ulikuwa unaishi na jambazi. Sijamsingizia. Amekamatwa kwa sababu ya makosa yake na safari hii huwezi kumwokoa. Ushahidi unatosha kabisa. Basi maneno yake yalizidi kunichanganya. Nikamwacha pale, nikaingia ndani kituoni. Nikamkuta askari mmoja kwenye dawati la mapokezi. Nikamuuliza kuhusu Anthony. Akanijibu ya kwamba Anthony anatuhumiwa kwa wizi wa kimtandao. Alihaki mfumo wa mikopo ya wanachuo. Alikuwa anakata shilingi 50 kutoka kwa kila mwanafunzi. Zaidi wanafunzi 500. Ushahidi upo kwenye kompyuta yake aliyokuwa akitumia. Ndipo nikaanza kuelewa kwa nini siku ile alipoibiwa laptop yake alivurugika sana. Nilimwomba yule askari kwa moyo wote aniruhusu nimuone. Mwanzoni alikataa, lakini Felix aliongea naye akaniruhusu nimuone. Basi nilipomuona nilimuita. Alikuwa amejikunyata tu kwenye kona ya chumba cha maabusu. Aliposikia sauti yangu alinyanyuka haraka. Akaja karibu, akapitisha mkono wake kwenye chuma, akanishika mkono. Sasa akasema kwamba ulinitisha sana ulipoanguka. Vipi, uko sawa? Nikasema niko sawa Tony. Nilikuomba uache. Ona sasa tuko wapi? Tony akasema nifangu. Najua ni ngumu kuniamini sasa hivi, lakini tafadhali fahamu nilijitahidi sana. Niliacha kabisa baada ya kukutana na wewe. Ushahidi walionao ni wa zamani. Siku hizi mimi nimekuwa nikijishughulisha na kazi halali tu, lakini sasa nitafungwa kwa makosa ya zamani. Basi nilia sana. Nikamshika na kumwambia kwamba nakuamini mpenzi. Nitapambana kwa ajili yako. Kama ikibidi nitapigana na dunia nzima ili utoke. Tafadhali sana, usikate tamaa. Usisahau kuwa nakupenda sana. Basi nilipotoka pale, kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Hasira na huzuni zilikuwa zimenivaa. Nilimfuata Felix, nikaanza kumpiga ngumi kwa hasira. Nikasema, kwa nini unafanya hivi? Wewe ni shetani. Najua ulituma watu wamwibie laptop ili uchunguze mambo yake. Wewe ni mtu mbaya sana. Kwa hiyo umepanga kuniumiza namna hii. Akasema, umesahau kwamba wewe ndiye umenifanya niwe hivi? Asa nikamuuliza Felix ya kwamba unataka nini? Felix akasema, kitu nilichotaka tayari nimekipata. Huyo jamaa yako atauzia gerezani. Basi nilipiga magoti na kumshika miguu. Nilimwambia Felix ya kwamba, Felix, kama shida yako ni mimi, niambie nifanye nini ili umwache Anthony. Niko tayari kufanya chochote. Niambie tu, nitakuwa mtumwa wako. Kama unataka tufunge ndoa, niko tayari. Felix alicheka sana. Kicheko chake kilikuwa cha dharau, cha mtu asiye na huruma. Sasa Felix akasema ya kwamba, Jenny, unachekesha sana. Unaniona mimi ni mjinga kiasi hicho Yaani nifunge ndoa na kahaba kama wewe?
Si hata kichata nishangaa, Kuna wanawake wengi wazuri na wenye heshima. Na kwa taarifa yako, nitaoa hivi karibuni. Na wewe kama ndugu wa karibu hutakiwi kukosa. Na kuhusu ujambazi wako, mimi siwezi kusaidia lolote. Labda nikusaidie lift hadi kwenu. Maana pale mlipokuwa mnaishi, huwezi kumudu bila jambazi lako. Basi alivaa miwani yake taratibu, akapiga hatua kuondoka. Kabla hajaondoka kabisa, aligeuka na kuniambia kwamba na kwa kuwa tumemalizana, nadhani naweza kukuunganisha na rafiki zangu wakihitaji huduma yako. Nijikuta nasema kwamba wewe ni shetani Felix, toka hapa. Ilimfokea kwa hasira. Akasema kwamba mimi najaribu tu kukusaidia. Najua ufanye chochote bila kulipwa. Nitahakikisha unakuzingatia. Basi aliondoka akipunga mkono wake wa kwaheri, huku mimi nikiwa nimeanguka chini nikilia kwa uchungu. Felix alifanikiwa kulipa kisasi chake. Na kilichouma zaidi ni kwamba sasa alikuwa anaenda kumwoa dada yangu. Nilirejea kwenye chumba chetu. Kila mahali nilipotazama nilimkumbuka Tony. Nyakati nzuri na mbaya zilinijia akilini kama sinema ya maumivu. Salma alitumwa na mama yake aje akae na mimi. Walihofia kwamba ningeweza kujizuru. Alinibembeleza hadi usiku, akachoka akapitwa na usingizi. Kesho yake kaka yangu Michael alikuja kunifuata baada ya kupata taarifa kutoka kwa Felix kuhusu kilichotokea mahakamani. Tulipokuwa njiani, Michael hakuniuliza chochote. Tulipofika nyumbani kwake, niliwakuta mama na baba wakinisubiri. Mama aliponiona, alishindwa kujizuia, alilia kwa sauti. Nikamkumbatia tukalia wote. Baba alitutazama kisha akasema kwa utulivu ya kwamba mke wangu, mwanao yuko hai. Kilio cha nini sasa? Jeni mwanangu. Maisha yamekufundisha yale tulioshindwa kukufundisha kama wazazi wako, basi maisha yamekufundisha. Mimi nimekusamea mwanangu na nyumbani unakaribishwa. Basi nilimkumbatia babangu kunalia kwa uchungu. Dada Miriam naye alikuja na kunikumbatia kwa upendo. Bila kusahau wifi yangu ambaye kwa upole alinishika mkono na kuniongoza hadi kwenye chumba alichoniandalia kwa mapumziko. Baadaye Miriam alinifuata chumbani. Aliketi pembeni yangu akaniambia kwa sauti ya upole ya kwamba Jeni, nakuelewa sana. Najua maumivu ya kumpoteza mwanamume unayempenda yanavyoweza kuumiza, lakini usikate tamaa. Iko siku Tony atatoka na mtafurahia maisha yenu kama mlivyopanga. Haya maisha yamenifundisha mambo mengi magumu sana. Ili mradi yuko hai, amini kuwa kila kitu kinawezekana. Miriam alizungumza huku akitabasamu kana kwamba alikuwa shahidi wa hilo analosema. Mimi sikumuelewa kwa haraka mpaka pale wifi yangu aliponiambia kwa sauti ya chini kwamba familia ya Felix imeenda kuomba ridhaa kwa wazazi ili amuoe dada yako Miriam. Sikushtuka kabisa, kwani mimi nilikuwa nafahamu kila kitu. Felix alishanidokeza. Sasa baba na dada Miriam waliondoka. Nilibaki na mama. Mama naye alikuja chumbani, akanilaza kwenye mapaja yake kwa upole, akaniuliza kwa kina. Nilimueleza kila kitu, kila kilichotokea bila kuficha. Mama akasema pole sana mwanangu, lakini nakuhakikishia haya yote yatapita. Utaondoka kwenye maumivu haya na kuwa sawa tena. Nikasema kwamba mama, sidhani kama nitaweza kuendelea bila yeye. Tony wangu alikuwa amebadilika kabisa. Alipata kazi, alifanya yote kwa ajili yangu. Naumia sana mama. Sijui sasa hivi anapitia hali gani kule gerezani. Naogopa siwezi hata kufikiria mama. Mama alinituliza kwa upole na maneno ya faraja, na hasa pale nilipoanza kutetemeka kwa maumivu ya moyo. Siku ya kesi ya Anthony, wifi yangu alinisindikiza mahakamani. Nilimwona Anthony wangu kizimbani akiwa mnyonge. Alisomewa mashtaka, ushahidi ukatolewa na hatimaye hakimu alijidhihirisha na kutoa hukumu ya miaka 7 gerezani. Nilivunjika moyo kabisa. Nilihisi nimechomwa na kitu cha moto ndani ya moyo wangu. Sikuweza kumsaidia hata kidogo. Iliniumiza sana. Nilirudi nyumbani kwa kaka nikiwa mnyonge mno. Niliingia chumbani nikampigia mama ngalawa niliwaze, lakini simu yake iliita bila kupokelewa. Wifi aliponiletea chakula, nikamuuliza kwa sauti dhaifu kwamba kaka hajarudi bado. Akasema ameenda kwenye sherehe ya Miriam. Nikauliza sherehe gani? Wifi akasema kumbe ulikuwa hujui, dada yako anavishwa pete leo. Kama umekuficha ni kwa sababu hawakutaka umie. Sasa nikauliza mbona hujaenda?
Wifi akasema, hivi sasa naanzaje kukuacha mwenyewe siku ngumu kama hii? Hata mama yako alitamani sana kuwepo mahakamani leo, lakini sasa alibanwa sana na wageni. Na kama asingekuwa pamoja na Miriam, watu wangesema anamchukia au anamtenga. Unajua watu walivyo na maneno Nikasema, ni kweli Wifi, asante sana kwa kuwa na mimi katika wakati mgumu kama huu. Ila siku nyingine wewe niambie tu, mimi nitakuruhusu uende ukafurahia na wengine. Wifi akasema, sasa nikafurahia na nani bwana Mimi nina wifi mmoja tu. Alisema hivyo kwa kicheka na mimi kunifanya tabasamu. Ukweli ni kwamba nilipatana naye sana kuliko dada yangu Miriam. Baada ya kula chakula nilala. Nilipoamka nikaamua kuingia mtandaoni ili kupoteza mawazo. Lakini hali ilikuwa tofauti, kwani badala ya kupata faraja, moyo wangu uliungua zaidi. Nilipoingia kwenye WhatsApp status, kila baada ya posti moja niliona picha ya Miriam akivishwa pete na Felix. Kila mtu alimpongeza, hadi marafiki zangu walikuwa wakimpongeza na kusifia stori yao ya mapenzi, hasa kwa upande wa Miriam aliyesifiwa kama mwanamke mvumilivu, mwenye imani na asiyekata tamaa. Felix alimposti Miriam kwenye kurasa zake zote za mitandaoni. Aliposti picha yao na kuandika ya kwamba she said yes. Mwanamke wa ndoto yangu, tulizo la moyo wangu, wewe ni kila kitu kwangu. Hiyo caption iliniumiza. Alikuwa anamzungumzia Miriam, lakini lengo lilikuwa ni kuniumiza mimi. Ni kama alikuwa anataka dunia iamini kuwa mimi ndiye kosa kubwa alilowahi kufanya kwenye maisha yake. Niliamini kabisa Felix alifanya hayo kwa makusudi ya kuniumiza, maana kuonyesha mapenzi mitandaoni haikuwa huluka yake. Sasa anajionyesha yuko romantic, si kwa mapenzi tu bali kwa familia yangu yote. Miriam mwenyewe aliposti mkono wake wenye pete, akaandika ya kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Haijalishi imechelewa kiasi gani, riziki yako itakuja tu. Omba usikate tamaa. Huu ulikuwa ni ujumbe wa moja kwa moja ukielekezwa kwangu. Binafsi mimi sikuwa na wivu, lakini roho iliniuma sana. Wakati wao wanafurahia, mimi nipo mbali na Tony wangu, hata sijui hali yake ikoje. Kila kitu kilionekana kama kilipangwa makusudi. Kwa nini hukumu ya Tony iwe siku hiyo hiyo ya wao kuvishana pete? Usiku huo mama alikuja kwa kaka. Wakati wa kulala nilimweleza kilichotokea mahakamani. Alinionea huruma sana, akanitia moyo na kuniombea. Kesho yake mama irudi nyumbani. Miriam naye alikuja kunisalimia. Nilijua lengo lake ni kuja kunionesha pete. Nilimwona akishuka kwenye gari la Felix, akaingia mpaka chumbani nilipokuwa nimejilaza. Kwa sauti laini akauliza kwamba unaendeleaje mdogo wangu? Nami kwa kujikaza nikajibu niko salama dada. Msikilizaji, mimi sipendi unafiki, lakini pia sikutaka kuonyesha chuki sio na msingi. Sasa dada akasema kwamba nimesikia kilichotokea jana mahakamani, pole sana mdogo wangu. Nikasema nimeshapoa. Miriam akasema, Jeni, najua taarifa zangu zitakuwa zimekuumiza, lakini nataka utambue kuwa sikufanya hivi kwa lengo la kukukasirisha. Nampenda sana Felix, na nilijua siku moja kama ni wa kwangu atarudi tu. Ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuolewa naye. Basi alivyoongea hivyo, nami nikamjibu ya kwamba nisamehe kwa kutokuhudhuria sherehe yako. Hongera sana dada, unastahili furaha na watakieni heri na maisha mema ya ndoa. Akasema asante mdogo wangu. Basi nami nikamwambia kwamba mimi na zawadi ndogo tu ya kukupatia, kama itakupendeza unaweza kuchukua ile magauni yangu, nadhani bado yapo kabatini. Dada akajibu, mdogo wangu asante, ila tayari nina gauni la send off, labda lile la harusi nitaliangalia. Niitikisa kichwa kukubali. Aliniaga, nikatoka nje kumsindikiza. Wakati huo Felix alikuwa anaongea na kaka nje ya nyumba. Alipoona nimetoka, alinifuata na kuniambia kwa sauti ya kejeli kwamba unaendeleaje shemeji yangu? Hapo nilihisi moyo wangu unapasuka. Kati yangu naye hakukuwa na ushemeji wote, bali ule ulikuwa ni unafiki mtupu. Sasa akasema kwamba pole sana kwa kilichotokea jana. Sikuwepo, ila malaika wangu walinipa taarifa. Hata hivyo sijali, miaka 7 ni michache sana. Atakukuta bado kijana kama atarudi kwako. Yalikuwa ni maneno ya kukera sana msikilizaji. Nilizuia machozi. Nilifahamu lengo lake ni kunidhalilisha. Alifanikiwa kulipa kisasi chake na sasa anaoa dada yangu. Nikamtazama kwa hasira, kisha nikamwambia kwa sauti ya utulivu kwamba Felix, nadhani umeshapata ulichokitaka.
Ni wakati wako sasa wa kufurahia maisha na Miriam. Mimi niko hivi leo kulipia makosa yangu. Hata hivyo sikustahili upendo wako. Mungu ametuepusha na maumivu makubwa zaidi. Najutia kukurupuka kwangu kuingia kwenye mahusiano na wewe. Tangu mwanzo haukuwa uamuzi sahihi. Sikuwahi kukupenda kwa dhati na sijutii kuwa mbali na wewe. Nenda kaishi maisha yako. Nisaidie kwa kunisahau. Mimi nitakuheshimu kama shemeji, si zaidi hapo. Tunaweza kuweka chuki pembeni, tusahau yaliyopita. Najua ni ngumu lakini tunaweza kujaribu kuishi kana kwamba hatukuwahi kuwa pamoja. Nilimaliza kusema maneno hayo, kisha nikanyosha mkono. Alinikazia macho kana kwamba hakuelewa kama ni mimi niliyesema hayo. Lakini aliupokea mkono wangu taratibu. Sikumsubiri aseme chochote. Nilimwacha hapo hapo na kurudi ndani. Nilipoingia ndani, nilishusha pumzi ndefu na kuhisi amani fulani hivi. Nilipotazama ule mkufu wa Anton ambao alinipatia, nilihisi maumivu ya upweke na pengo kubwa. Nilimisi sana. So maisha nyumbani kwa kaka yaliendelea kama kawaida. Mara nyingi kaka na wifi yangu walizozana, mpaka unaweza kudhani wataachana kabisa. Lakini cha kushangaza, ugomvi wao haukuwa wa kudumu. Mchana unaweza kuwa hawasemeshani, lakini usiku wanacheka na kuonekana wanapendana kana kwamba hakuna kilichotokea. Hali hiyo iliniathiri sana. Ilinifanya nimkumbuke zaidi Anthony. Nilianza kutafuta kazi ili nipunguze mawazo. Siku moja wifi yangu akiwa jikoni, nilimfuata na kumuuliza kwamba wifi, unapika nini? Harufu yake imenivutia mpaka huku. Wifi akasema nampikia Kristiani ndizi na samaki. Nikasema, kinanukia sana, unaweza kunipa kidogo? Akasema sawa, lakini si ulisema huwezi kula chakula kilichochanganywa namna hii? Nikasema nitajaribu leo, huenda nikakipenda. Akasema naona hata hamu ya kula imeanza kurudi. Sawa basi, ngoja nikakupakulie. Nikamwambia wifi kwamba nimeamua kukubali tu hali yangu wifi. Nimegundua huu sio mwisho wa maisha. Hata nikikesha nalia, siwezi kubadilisha aliyopita. Wifi akasema, nimefurahi sana kusikia hivyo wifi. Basi chakula kilikuwa kitamu. Nijishangaa kwani sikuwahi kupenda mapishi ya hivyo kabisa. Wakati nakula, wifi alianza kulalamika kuhusu mume wake. Aliongea kwa huzuni mpaka nikahisi machozi yanamjia. Nilimwangalia kwa upole nikamwambia kwamba sikia wifi, wewe ni mwanamke mzuri, tena bado mdogo. Kama kakaangu ndiye anakutesa namna hii, ni bora umuombe talaka. Wifi akasema, "Jeni, unasemaje?" Aliuliza kwa mshangao kana kwamba si yeye aliyekuwa akilalamika. Nikaendelea kwa kusema kwamba kakaangu ameshakuzoea, anakuchukulia poa. Siku atakapokupoteza ndipo atakapoiona thamani yako. Mwache ili ajue alichokikosa. Wifi akasema, unatania hivi mwahi kunisikia mimi nikitamka neno talaka hata mara moja? Ulishawahi kusikia mimi nikitamka hilo neno kwa kaka yako? Nikasema, sasa wifi, unataka mimi niseme nini wakati unalalamika kila siku? Alafu hutaki kuchukua hatua. Nyinyi mnapendana bwana, msinichoshe na drama zenu bwana. Ongeeni myamalize. Nilisema huko nacheka. Wifi akasema, kumbe ulikuwa unanijaribu Kama ningekubali ungeenda kumwambia kaka yako akuletee wifi mwingine, si ndio maana yake? Basi kwa mara ya kwanza nilicheka kwa sauti na kujiachia tangu Anthony afungwe. Nilijikuta nikifurahia mazungumzo hayo. Na kwa kweli hata kula nilianza kula vizuri zaidi ya kawaida. Baada ya swali la wifi, nilizidi kucheka mpaka yeye mwenyewe akaingiwa na hasira. Akasema kwamba kwa hiyo nakuambia matatizo yangu alafu unacheka, si ndio? Ina maana unaona kaka yako yuko sahihi. Nikasema hapana wifi, sio hivyo. Mimi ninacheka kwa sababu pamoja na yote ulioniambia bado una wivu na hutaki kumwacha. Wifi akasema sijawahi hata kuanza kuachana na mume wangu. Nikasema basi kama ni hivyo acha kumsema vibaya, nyinyi mnapendana kweli. Mimi ninachokushauri tu wifi, tafuteni muda mzuri umwambie kila kinachokukwaza. Wifi akasema Jeni, yani unaongea ni kama una uzoefu wa miaka 6 kwenye ndoa. Hivi umeanza lini kuwa na busara hivi? Nikasema wifi, ni maisha tu amenifundisha wifi. Wewe uone ndani ya mwaka mmoja nimepitia nini Kufumaniwa, kuwa shahidi mahakamani, ndoa kufutwa, kutengwa na familia, kuishi na mwanaume ninayempenda kwa miezi 3 tu kisha kufungwa miaka 7. Hayo yote hayatoshi kunikomaza wifi jamani. Wifi akasema jamani wifi, basi usijilaumu sana. Unajua yote hayakuwa makosa yako. Hata kama asingekuwa Felix kuchochea mambo, Anthony angeishia tu kukamatwa. Najua unampenda sana lakini ni muhimu akalipia kwa matendo yake. Nikamwambia wifi kwamba wifi, Felix alifanya kisasi. Alifukua makaburi tu. Anthony wangu alikuwa ameshaacha mambo ya kihalifu.
nilisema huku sasa machozi yakaanza kunitoka. Sikutaka kuendelea kula, nilinyanyuka kwa hasira nikaingia chumbani. Nikajilaza nikaendelea kulia. Wifi alibaki ameduaa. Nadhani hata yeye hakutarajia kama nitaumia. Siku hizi bwana, nimekuwa na hisia sana. Jambo dogo tu linaweza kuniumiza sana. Sitaki hata mtu yote amseme vibaya Anthony. Nilala siku nzima. Jioni wifi alimtuma mtoto wake Chris aje na chakula chumbani nile naye. Kwa kuwa nilikuwa nimeshapenda zile ndizi alizopika, niliposikia tu harufu yake niliamka nikakaa kitako. Nikamtuma Chris akamwambia mama yake ampe pilipili na ndimu. Basi baada ya wiki moja, rafiki yangu wa chuo alinipigia simu na kuniambia kuna nafasi ya kazi imepatikana kwenye stationery. Ingawa mshahara ulikuwa ni mdogo. Hasa mimi sikuwa na jinsi. Hata hivyo sikuwa na uzoefu wa kutosha. Ilikuwa ni fursa kwangu pia. Nilimtaarifu kaka na mke wake. Waliniruhusu kwenda ingawa walitamani niendelee kubaki. Mama alikuja kuniaga akiwa amebeba vifurushi vya mchele, dagaa na ndizi. Kaka aliniongezea hela kidogo ya nauli. Nishukuru sana kwa upendo wao. Kesho yake nilijiandaa nikapanda gari na kuelekea mjini. Nilifika kwenye kile chumba ambacho niliishi na Anthony. Hakuna kitu nilichowahi kukuhamisha. Lakini nilipofika nilikuta tukio zito. Kitendo cha kufika na kumsalimia mama mwenye nyumba kilimfurahisha sana. Alinikaribisha kwa bashasha. Akasema, "Jeni mwanangu, utaishi maisha marefu. Tumetoka kukuongelea sasa hivi. Tena nilikuwa nimemtuma mtoto akanunulie vocha nikupigie." Nikasema, kwema lakini?" Niliuliza kwa hofu isiyoeleweka. Mama akasema, "Ndio kwema mwanangu. Nilikuwa tunataka kujua kama unarudi au utakaa kwenu mpaka ujifungue." Nikasema, "Mama, kujifungua tena?" Na nikasema na mimba. Nilishangaa, nikatoa mizigo yangu kwa tahadhari. Mama akasema kwamba unamaanisha hujui kama una mimba? Nikasema, mimba. Nani kakudanganya? Basi niliendelea kuhoji, lakini sauti ikaanza kufifia. Nikalitazama tumbo langu na hapo ndipo nilipoanza kuvuta kumbukumbu yale niliyokuwa napitia kwa kaka, nikidhani ni msongo wa mawazo tu. Sasa mama akasema kwamba jamani, au daktari alinidanganya. Siku nilipotoka hospitali, ila wewe mtoto, mimi nidhani unajua. Mama alisema kwa utulivu. Niliweka chini mizigo, nikaondoka kimya kimya hadi kwenye duka la madawa. Nikanunua vipimo viwili vya ujauzito. Niliporudi nikapewa ufunguo wangu, nikajifungia na kuingia msalani. Baada ya kupima, vipimo vyote viwili vilionyesha wazi kuwa nina ujauzito. Nilikaa kimya. Sikuelewa kama nilipaswa kufurahia au kulia. Nilikuwa ni mwenye mawazo mazito. Baadaye nikaanza kulia kwa uchungu. Mimi na Anthony tuliwahi kutamani kupata mtoto. Kama angekuwepo, angefurahia sana. Lakini sasa hayupo. Sioni tena tabasamu lake. Na misi hata zile fujo na ukorofi wake. Nilimlilia Mungu anisaidie, maana peke yangu siwezi. Baada ya kulia sana nilala. Kesho yake nilianza kazi. Nilikuwa ni mnyonge. Lakini yule mama mwenye nyumba alinipa moyo. Akaniambia naweza nikawa tu okay. Kwa bahati nzuri alikuwa ananielewa sana. Kumbukumbu za furaha na huzuni zilikuwa zikirudi mara kwa mara. Nilimkumbuka Anthony mno. Ilifikia kipindi nilitamani yale yote ni kama angekuwa ni ndoto tu, alafu yeye awe huru tena uraihani. Nilijuta sana kwa nini nilimkatalia siku ile alipotaka tutoroke nchi. Nikaamua sasa kufanya kazi kwa bidii kwa lengo la kuweka pesa ili niende kumtembelea Anthony gerezani. Kazi haikuwa rahisi kama nilivyodhani, lakini nilimshukuru Mungu kwa sababu kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ndivyo nilivyozidi kuizoea. Mimi ni mtu niliyechangamka sana. Hivyo wateja wengi walinizoea haraka, hata bosi alianza kuniamini na kuniachia ofisi mwenyewe. Siku moja nikiwa kazini, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Nilipoona umetoka kwa dada Miriam, niliweka simu kando ili nimalize kazi. Nilipopata nafasi niliusoma. Aliandika ya kwamba, "Kwako mdogo wangu kipenzi Jennifer. Natumaini mzima wa afya. Nimekutumia ujumbe huu kukutaarifu kwamba kesho nitafunga ndoa. Nina furaha kuolewa na mwanaume wa ndoto zangu. Lakini hii haitoshi kumaliza huzuni nilionayo. Nasikitika kujua kwamba kwenye siku yangu hii muhimu wewe hautakuwepo.
Nahisi kabisa kuna kitu kinakosekana. Natamani ungekuwa hapa unisaidie. Tungefurahia pamoja. Sidhani kama unakumbuka hata ahadi ulionipatia. Lakini sina budi kukuelewa kwa sababu maisha yametaka mmoja acheke na mwingine alie. Wakati ulipokuwa na Felix nililia sana. Lakini nilikubali na kuendelea na maisha. Hata wewe utaweza. Nina imani muda ukifika utampata wako na utaendelea na maisha. Nakupenda mdogo wangu. Ujumbe huu msikilizaji uliniliza sana. Hadi nikajuta kwa nini niliusoma nikiwa bado kazini. Bosi aliponiona nilimwambia naumwa na akaniruhusu nirudi nyumbani mapema. Nilipofika nyumbani nilikuta bahasha chini ya mlango. Haikuwa na jina. Kabla sijaifungua nilizunguka uani nikamkuta Salma, yani mtoto wa mama mwenye nyumba. Nikasema kwamba Salma, umemwona mtu aliyeweka hii bahasha mlangoni kwangu ama? Salma akasema hapana dada, mimi mwenyewe hata sikuwepo nyumbani, ndio nimefika sasa hivi. Nikasema okay sawa. Basi nisema na kurudi ndani. Nilipofungua ile bahasha kulikuwa na kadi ya harusi ya dada na Felix na hela. Baada ya kuhesabu ilikuwa ni shilingi 100,000. Kulikuwa pia na karatasi yenye maandishi kwamba kesho nafunga ndoa, nisingependa ukose. Hiyo hela itakusaidia usije ukasema ulikosa nauli au nguo. Sidhani kama mwalifu wako alikununulia hata kanga. By ex wako Felix. Nilijiona kama yatima. Niliumia zaidi nilipoiona picha ya dada na Felix kwenye kadi. Nilihisi hasira, wivu, chuki, hofu na kukata tamaa. Nikaanza kulia kwa uchungu hadi nikachoka, nikaenda kuchukua Panadol kutuliza kichwa. Sasa baada ya kutulia, niliwaza kwa kina na kuona ni ujinga kumlilia mwanaume niliyempoteza kwa sababu ya ujinga wangu. Nikakumbuka ujumbe wa dada, hapo nikapata wazo. Niliwapigia rafiki zangu wale waliokuwa wamejipanga kuja kwenye harusi yangu. Tukakubaliana tukutane hotelini, sehemu anapofanyia kazi mmoja wao. Mida ya saa 2 jioni tulikutana tukiwa 6. Mmoja alipata kazi mkoani akashindwa kufika. Tuliagiza juice na kuanza kuzungumza. Mmoja alisema kwamba best kwema, maana hii imekuwa ghafla sana. Asa kabla sijajibu mwingine akaongeza kwamba kwanza pole kwa yaliyomtokea Anthony jamani, naomba tu nisamee nilishindwa kuja kukuona. Nikasema usijali, nimeshapoa. Hao mambo yalitokea ghafla tu, kwa hiyo niko sawa na maisha lazima endelee. Kajibu kweli, ingawa sikutegemea kukuona hivi. Nikauliza kwani nimekuaje? Niliuliza huko nikiwatazama. Akajibu kwamba nisiwe mwongo shagangu. Unajua shagangu menawiri sana. Natamani hata nikuulize unapaka nini siku hizi? Karangi kako yani mwelele. Mwingine akasema kweli Jeni jamani, unajua Jeni hata unajua hata hujakonda sana ngozi yako imeng'aa. Yani baada ya yote uliyopitia sikutegemea kuona hivi. Mwingine akajibu na hapa inabidi utupatie siri yako. Maana kama mimi ningekuwa wewe, ningekuwa yani marehemu tayari. Basi muda wote walipokuwa akiongea, mimi nilikuwa nacheka tu. Walipozidi kunibana niliamua kuambia ukweli wa hali yangu. Nikasema mwenzenu sina moyo wa chuma. Kama nikulia nimeshalia sana. Hata hapa mnaponiona nimetoka kulia. Kwa hiyo msiadeke na hii ngozi. Mwenzenu mimi ni mjamzito. Wengine walishangaa, wengine walifurahia na wengine walidua. Asha hakuamini akasema, Jeni una mimba?" Lulu akauliza kwamba, na hiyo mimba ni ya nani?" Sarani akasema, usituambie ni ya shemeji yako." Neema akashanga akasema, mbona makubwa?" Basi kwa utulivu nikasema, hata mspaniki bwana, mimba ni Anthony. Sara akasema, shoga yangu hilo ni janga." Neema akauliza kwamba, Jeni, hivi umetuita hapo utuambie hayo au kuna mengine? Lulu akasema kwamba, hebu jamani msimharakishe jamani, ametuita ili tumpe ushauri best kwa maisha hapa mjini. Bora ungebeba mimba ya Felix, angekuhudumia. Lulu alisema hivyo. Naima akasema kwamba, kweli bwana, unajua umezidi kuyakoroga wewe. Mtu mwenyewe amefungwa. Ni bora utoe tu. Asha naye akatoa moyoni akasema, nyie bwana, ushauri gani sasa mnampatia mwenzenu? Mwaya ustoe hiyo mimba, ustoe mwaya. Mtoto ni baraka, haijalishi ni wakati gani amekuja. Sara akasema, wewe ndio unampoteza kabisa hapa. Nakwambia Jeni, yani Jeni utalia kuliko mtoto mwenyewe. Nikasema mnyamazeni basi, sijawaitia hicho. Na kuhusu ujauzito wangu sihitaji ushauri wa mtu.
Akasema haya tuambie basi, maana unajua shemeji yenu ameshaanza kuulizia nilipo. Nikasema nyie nimealikwa kwenye harusi ya dada yangu. Akasema usiniambie unataka kwenda. Asha ndo aliuliza hivyo msikilizaji. Asa Lulu naye hakuelewa, akasema kwamba sasa kwa nini asiende? Sara akasema kwamba wewe hujui kama dada yake anaolewa na Felix. Lulu alishangaa akasema nini? Sara akasema habari ndio hiyo. Juzi ilikuwa ni sundofu yake. Ina maana hujaziona picha zao mtandaoni? Sara alikuwa na mdomo mrefu kweli kweli. Sasa akasema kwamba bado sijanunua simu kubwa, itabidi jamani mnichangie. Haiwezekani nikawa napitwa kiasi hiki. Basi wakaniuliza kwamba Jenny, una uhakika unataka kwenda? Nikajibu ndio. Wakauliza lengo lako ni nini? Lulu sasa akarupoka akasema ukamrushe roho X. Nikasema kiukweli sikutaka kwenda kabisa, ila leo nimepokea ujumbe kutoka kwa dada na mwingine kutoka kwa Felix. Wote wanaamini nateseka. Sina la kufanya. Felix anahisi bado namtamani. Asamina akauliza kwamba kwa hiyo sio kweli ama? Nikasema sio kabisa. Nataka mfahamu kuwa sasa hivi mimi niko sawa, napambana na maisha. Mimi siwezi kumwazia mwanaume ambaye sikuwahi kumpenda. Akasema haya dada, tusamee. Nikamwambia kwamba mimi nimewaita ili niwaombe kesho mnisindikize na zawadi za dada yangu. Akasema Jenny, sidhani kama ni wazo zuri. Nikamwambia kwamba nyie sikilizeni, nataka nikawafumbe midomo wa mbea. Felix asione kama siwezi bila yeye. Zaidi ya yote, nataka kutimiza ahadi niliyompatia dada. Amina alidakia akasema kwani sio hivyo? Nikasema sio kabisa, na nyinyi nataka mfahamu kwa sasa mimi niko sawa, napambania maisha yangu. Lulu akasema haya tuko tayari kukusindikiza, ila sasa utuahidi hautaanza kulialia ukatutia aibu. Nikasema mimi siwezi kumlilia mwanaume ambaye sikuwahi kumpenda. Lulu akasema haya sawa dada, tusamee. Nikasema sasa sikieni, mtakaponisindikiza nataka mvae zile sare mlizoshona kwa ajili ya harusi yangu. Si bado mnazo? Wakajibu ndio. Nikasema nataka mvae hizo. Kesho lazima tukapendeze. Na ule wimbo mliochagua unafaa, ndio tutakaotumia kuingilia. Tumekubaliana sio? Wakajibu ndio Jenny, hatutakuacha uende mwenyewe, tutakupa joto, lakini wewe utavaa nini? Nikasema msijali, mimi nitavaa gauni linaloendana na sare zenu. Akasema hayo usijali. Alafu Lucy aliacha baadhi ya nguo zake kwangu. Ilikuwepo hiyo harusi. Si mnajua tena hata apendi magauni alishaona tu kwa ajili ya aliyashona kwa ajili ya shughuli tu. Akajibu ni kweli shoga, alitutia hasara huyo, bora kesho tukapotezee machungu. Sasa Naima akasema jamani, kama naiona kesho namna tutakavyopendeza, lazima tukamtetemesha X. Naima alisema hivyo kwa kicheko, tukagonga mikono. Tulipanga kila kitu, namna ya kuingia na maneno ya kusema, nisije kuishia kujidhalilisha tu, na mwisho tulikubaliana kukutana kesho yake saa 7 mchana. Niliporudi nyumbani nililala, lakini kupata usingizi haikuwa rahisi. Shauku ya kesho ilinipa wasiwasi kidogo. Palipopambazuka niliamka mapema na kuelekea kwa rafiki yangu kwenda kuchukua ile sare tuliyopanga kuvaa. Nilipoijaribu ilikaa vizuri tu, lakini ilihitaji marekebisho kidogo. Basi nikaelekea kwa fundi ili akaifanyie kazi kwa haraka. Wakati sare ikishughulikiwa, akili yangu ikaanza kuzunguka juu ya zawadi nitakayompelekea dada yangu. Nilikuwa natamani kumpa kitu maalum cha kumkumbusha, lakini bei za madukani zilinishinda kabisa. Ghafla nikakumbuka vitu nilivyowahi kununuliwa na Felix ambavyo vilikuwa havijatumika. Tena nilivihifadhi nikidhani vitatumika kwenye fungate yetu. Nikachukua simu, nikampigia mama kumuulizia. Kwa bahati nzuri alinihakikishia kuwa bado vipo. Yaani bado vipo ndani ya kabati langu chumbani. Basi nirudi nyumbani nikajiandaa kwa utulivu. Ilipofika mida ya saa 10 jioni, nilikutana na rafiki zangu stendi tulikopanga kuanzia safari. Tulipanda gari na safari ikaanza, huku kila mmoja akiwa na hamu ya kushuhudia tukio hilo la kipekee. Ni tukio gani hilo msikilizaji? Tukutane sehemu ya mwisho tuweze kufahamu yaliyotokea huko kumbini
Lakini vipi kuhusu mimba hii ya Jenny? Itakuwaje? Atafanikiwa kujifungua salama ama itakuwa vipi? Mwisho wa kila kitu tutakiona sehemu inayofuata, ndio sehemu ya mwisho. Sijui utakuwa na comment gani mpaka dakika hii, hasa kwa dada yake Jenny kumrudia mwanaume ambaye tayari ameshatoka na mdogo wake. Sasa sijui inaleta maana kidogo ama inakuaje, lakini tunaamini kila mtu na moyo wake kwenye kupenda. Mapenzi japo hayashauriki, moyo alionao dada yake Jenny tofauti na kwako kabisa. Lakini wewe unalipi la kuzungumza? Comment yako ni muhimu sana msikilizaji. Kama bado hujasubscribe, basi fanya hivyo ili nitakapokuletea sehemu ya mwisho ya hii simulizi ya Heart basi usipitwe. Mdoto ulikuwa na mimi Lucas Lumba, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tukutane sehemu ya mwisho. Bye bye.